ukifuatilia vizuri namna ambavyo wanazungumza, lakini pia kile ambacho watu wamekuwa kiandika katika mitandao ya kijamii, kitu gani hasa ambacho umekiona ama maoni yako yako wapi katika hili? Ya, kwanza najua binafsi kumekuwa kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinafanywa marekebisho kwa favor ya watu ambao wako madarakani. Kwa mtu ambaye yuko madarakani anajaribu kutengeneza vitu vingi sana ambavyo vitakuwa na favor kwake wakati wa uchaguzi ili aendelee kubaki madarakani. Ukiangalia kwenye masuala ambayo anazungumza Mustafa Himba, kwa maana kwamba masuala ya endorsement, kwa maana kwamba endorsement kwa Tanzania ziko zaidi ya 49. Kwa maana kwamba tunazungumza virabu 16 ambavyo vinashiriki, FA za mikoa nazungumza, hizo pia ni baadhi ya watu ambao wana uwezo wa kutoa hizo endorsement. Lakini moja kati ya vitu ambavyo huwa vinasababisha watu kukosa endorsement, kwa kuwa pia kuna power ya watu ambao wako kwenye uongozi wa juu kuweza kufanikisha nani ambaye awe madarakani kwenye hizi FA. Kwa maana kwamba labda FA ya mkoa fulani kuna kiongozi ambaye anataka kugombea, watu wanamwangalia kwamba huyu yuko upande gani. Je, kwenye uchaguzi atakuwa kwenye upande wangu au hata kuwa upande wangu? Kama hautakuwa kwenye upande wake, na unaweza kufanyiwa fitna usipite, ili itakapotokea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu kama huu, zile endorsement zote, kwa kuwa mtu anajua kwamba mimi ndo niliyemweka Isa madarakani, mimi nitakapotaka kwenda kudai endorsement kwa Isa hawezi kuja kunikatalia. Mimi ndo niliyemweka madarakani Nila, nikitaka endorsement kwa Nila hataweza kunikatalia. Na hii sio tu kwenye TFF, pia hata kwenye shirikisho la soka duniani FIFA, watu ndivyo ambavyo huwa wanafanya. Kwa mfano wanakaa wanaangalia Afrika ni mwanachama wa FIFA. Kwa hiyo nani ambaye anagombea ni nani na nani. Kuna kipindi ilikuwa ni kati ya Isa Hayatou pamoja na Ahmad. Watu wakawa wanaangalia, kwa maana kwamba akipita Isa Hayatou akiendelea kubaki madarakani, yeye anamsupport nani kwenye uchaguzi mkuu wa FIFA. Kwa hiyo watu wakiangalia kwamba huyu amsupport ambaye yuko madarakani, maana yake utapigwa fitna, ulionekane kwamba umefeli, ili mwisho wa siku kwenye uchaguzi mkuu ushindwe kupata hiyo nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi naamini kwenye huu uchaguzi wa TFF kuna baadhi ya kanuni ambazo zipo, ni kweli ziko kikanuni, lakini siamini kama zinaweza zikatusaidia kuweza kufika pale ambapo tunapataka. Kwa maana kwamba ni kanuni ambazo ziko kwa ajili ya kuwafavor watu ambao wako madarakani. Kwa mfano leo hii Rais Karia ameongoza kwa muda mrefu zaidi, na watu wengi wameingia madarakani chini ya uongozi wa Karia, na ni ngumu sana kwa Rais Karia kuweza kukosa endorsement. Lakini kwa mtu mpya kuanza kufikiria kwamba mimi ni mkatae Karia, nimpe endorsement mtu mpya, endapo huyu mtu endorsement ambazo anatakiwa awe na at least 5, zisipofika 5 na ikagundulika kwamba mimi ni miongoni mwa watu ambao nilimpa endorsement na ameshindwa kufanikiwa, maana yake pia kwenye utendaji kazi wake utakuwa mgumu. Japo tunaamini kwamba kwenye demokrasia kuna uhuru wa kuweza kuchagua ambaye wewe unamtaka, lakini ikienda kuwa tofauti, kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinaweza kwenda kutokea. Ndio maana watu wengi wamekuwa na hofu kuweza kuwapa endorsement watu ambao wanaamini kwamba Mustafa Himba ana uwezo wa kupita kwenye uchaguzi. Kama asipopita afu mimi nilionekana kwamba nilimpa endorsement, itakuwa vipi? Naona shangaa hata mara ya mwisho kwenye uchaguzi uliopita mtu kama Halima Yai pia alikosa endorsement. Ni miongoni mwa mtu ambaye ameuishi mpira, amecheza mpira, ana fan base kubwa, lakini pia ana nguvu kwenye baadhi ya vilabu ambavyo anafanya navyo kazi, lakini bado alikosa endorsement na alikosa pia experience ya miaka 5. Kwa kikao kiangalia tunawezaje kuja kutengeneza viongozi wapya kama experience ya kuingia ili uwe rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, unahitaji angalau experience ya miaka 5. Kuna watu ambao tunaamini kwamba wamesoma masuala ya uongozi na wanahitaji kuja kuongoza kwenye ligi yetu kwenye ngazi kubwa. Wanawezaje kwenda kuongoza kama unataka kigezo cha kwanza iwe ni experience ya miaka 5? Kuna watu ambao ni fresh from school lakini ana mawazo ambayo yanaweza kuja kutusaidia. Kwa hiyo mimi binafsi nikiangalia hizi kanuni ambazo zipo, katiba yetu ya TFF ambayo inatuongoza kwenye uchaguzi, nadhani iko kwa ajili ya kumfavor zaidi mtu ambaye yuko madarakani tofauti na mtu ambaye hayuko madarakani. Sawa, Alilu ambao anazungumza hivyo katika sakata lile linalohusu uchaguzi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF ambao unakwenda kufanyika mwezi Agosti mwaka huu, akizungumza ya kwamba una favor zaidi zile kanuni ambazo zipo kwa yule ambaye rais aliyoko madarakani kwa kile ambacho kinaendelea. Kitu cha kwanza lazima tutambue kitu gani ambacho kinatokea. Ali ametoka kuongea hapa. Mara nyingi sana ujue kiongozi ambaye anakuwa madarakani anakuwa yeye ndo mtu ambaye anaweza kuzimudu federation zote za mikoa ambazo zinatoa wajumbe ambao wanaweza
kwenda kumpa mtu ambaye anagombea endorsement. Kwa hiyo hapa ambacho anakiongea mtu ambaye ameenda kuchukua fomu Fahimba. Bwana Mustafa Nira naona switch pale na amie kai hapa hii mic itakuwa vizuri pale YouTube wakuone pale. Wakuone live pale YouTube. Sawa. Bana sawa, wakati mambo yanakaa vizuri, dakika zimebakia 6 msikilizaji. Nenda kacheze mara nyingi na inawezekana ukawa miongoni mwa wale washindi. Nira hapo sasa imekaa vizuri Yes. Nilikuwa nasema kwamba unajua kwamba mara nyingi sana mtu ambaye anakuwa madarakani kwenye hizi federation, yani hizi federations za mikoa, mara nyingi mtu ambaye anakuwa amepata wadhifa wa kusimamia au kuongoza ile federation ya mkoa, kwa mfano mkoa wa Iringa, mkoa wa Mwanza na baadhi ya mikoa mingine ambayo ipo, yule kiongozi yoyote ambaye anakuwa madarakani anakuwa amepata nafasi ile ambayo inamweka madarakani kutoka kwa rais wa kipindi hicho ambaye anaongoza federation kubwa kabisa kama TFF. Kwa hiyo hawa viongozi wengine wote ambao ni wajumbe ambao wanapaswa kutoa endorsement kwa wagombea wengine, hawa wapo madarakani kwa nguvu ya Wallace Karia. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu ambaye anakaa madarakani kwa nguvu ya mtu fulani kuweza kwenda kukupa endorsement mtu kama wewe mwingine ambaye umekuja kujitokeza kipindi ambacho ni cha uchaguzi. Kitu pekee ambacho mimi nilikuwa nakiona ni kwamba kuna baadhi ya vitu lazima tukubaliane navyo, lazima vibadilike yani. Hata katika misingi na kanuni ambazo zinahitajika kwenye masuala ya uongozi pale TFF, lazima kuna baadhi ya vitu vibadilike, kwa sababu kwa staili hii tutaendelea kuona matukio kama haya yanajitokeza. Nakumbuka Ali Mayai Tembele alipoteza nafasi hii baada ya kukosa kupata endorsement yoyote katika mikoa yote ambayo alizunguka kipindi ambacho ameenda kuchukua fomu. Hata hivyo iliwahi kutokea kwa mtangazaji Oscar naye pia alivyochukua fomu naye hakufanikiwa kupata endorsement yoyote, akapoteza zile sifa za kuweza kuwa mgombea wa kiti hicho cha urais. Kwa hiyo mimi nadhani kuna baadhi ya vitu hatutaki kukubali tu, lakini chaguzi yoyote ile ambayo ipo kwenye federation, kwa mfano sasa hivi TFF, kanuni zilizotengenezwa pale ili mradi mtu aweze kupata nafasi ya kugombea urais na awe na vigezo vyote, kanuni zote zinakuwa zinamfavor yule ambaye yupo madarakani. Kwa mfano sasa hivi Wallace Karia, unakuja kusikia rumors kwamba endorsement zote zimeenda kwake yeye. Kwa hiyo jiulize, wajumbe wote ndani ya nchi ya Tanzania ambao wamepata nafasi ya kutoa endorsement wote wametoa kwa huyu mgombea wa urais Wallace Karia. Kulikuwa kuna haja gani ya kutangaza nafasi ya urais kwamba kunatakiwa kugombea? Sikuzani kama kulikuwa kuna sababu ya kutangaza nafasi ya urais kama kunatakiwa kuna mtu naye aweze kwenda kuchukua fomu na kugombea, kama unajua kabisa kwamba ndani ya kile kiti endorsement zote tayari umeshazichukua wewe. Kwa hiyo mimi nadhani uchaguzi wa design hii hauwezi ukawa wa haki. Yaani siku zote tunapotaka kutengeneza kitu cha haki, lazima tutengeneze kitu ambacho kina usawa kwa watu wote. Lakini haya yanatokana na nini? Yanatokana na sababu za viongozi wengi ambao wanachaguliwa kwenye hii mikoa wanapita kwa nguvu ya huyu kiongozi ambaye yupo juu. Yeye anaangalia, je, kipindi ambacho mimi nipo madarakani, watu gani ambao wanapaswa kupita ndani ya mikoa hii ambao baadaye nitakapokuwa nagombea watakuwa rais wao kuweza kunisupport mimi. Ndio unapita katika federation za mikoa, na ndio maana tunaona sasa hivi wakina Mustafa Imba wanaendelea kutafuta, wanaendelea kuhangaika na wanalalamika. Yote inatokana na uongozi ambao upo juu ndio unatengeneza misingi ya design hii. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vinapaswa kubadilika kama tunapaswa kubadilika. Yaani leo hii trending ipo mpaka FIFA ujue. Kipindi ambacho Sepp Blatter yupo madarakani alikuwa na wajumbe wake ujue kwa Afrika. Kipindi ambacho yupo Hayatu Isa alikuwa yeye ni moja kati ya wajumbe ambao Sepp Blatter huwezi kumwambia kitu chochote kuhusu Isa Hayatu. Lakini hata kipindi ambacho sasa hivi amekuja yule rais mpya wa FIFA Infantino, naye pia ana baadhi ya viongozi ambao wanaamini kwamba hawa wamekaa madarakani kwa sababu ya nguvu yangu mimi, na hawa pia watanisupport mimi. Ni wajumbe ambao katika uchaguzi wowote ule wa soka duniani watakuja tunisupport mimi na nitapata kula zao, na hawa wanaweza kanipa mimi endorsement. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hivi vitu lazima turudi nyuma, tuangalie kwenye zile katiba zao kitu gani ambacho kinahitajika zaidi, kwa sababu ukisema hivi kila siku itakuwa ni story ile ile. Msimu yani kipindi kile cha nyuma kilichopita wakina Ali Mayai Tembele walikuja na malalamiko haya. Safari hii tena yamekuja tena malalamiko haya. Kwa hiyo kunakuwa hakuna haja ya kumfanya Ali aje kugombea na mimi wakati tunajua kabisa huyu Ali hawezi kukidhi vile vigezo. Yani natoka hadharani natangaza kwamba bwana uchaguzi utafanyika Agosti fulani. Watu wanaruhusiwa kwenda kuchukua fomu. Ali anakuja kuchukua fomu akijua anakuja kugombea. Lakini kumbe vigezo vile hawezi kuvitimiza kwa sababu tayari wale wajumbe wengine wote 49 wapo upande wangu mimi. Huyu endorsement Ali anazipatia wapi? Kwa ni vitu ambavyo tunapaswa tukae tufikirie zaidi, kwa sababu soka tukitaka kuliendesha kijanja hivi hatuwezi tukafika. Yani hapo tu kwenye federation yenyewe ya Tanzania tayari kuna mambo ya design hii. Sasa unadhani hapo kutakuwa kuna uchaguzi wa haki ambao unaendelea?
Kwa maana yake ni ngumu sana Wallace Karia kuchomoka. Yaani kwa staili hii na kile kiti ambacho alijitengenezea ni ngumu sana yeye kuweza kuchomoka, kwa sababu tumekuja kusikia rumors hapa Ali Mayai Tembele amechukua fomu. Lakini je, naye Ali Mayai atapata endorsement au atajirudia yale aliyojirudia kipindi cha nyuma? Kama Mustafa Imba ameanza kulalamika sasa hivi, basi wapo wengine ambao watalalamika, kwa sababu Karia anatembea na kijiti chake kwamba bwana huyu Ali ni mtu wangu. Na alipita, niliwekeza nguvu akapita, kwa sababu najua baada ya muda fulani kipindi ambacho mimi nagombea tena kwenye federation hata ni support Ali. Na ndio maana kitu ambacho kimetengenezwa, ile cheni iliyotengenezwa ni cheni ngumu sana kuweza kuivunja kwenye nyakati hizi, lakini kama unataka kuweza kuivunja lazima tubadilishe. Yani kuna baadhi ya vitu tubadilike kwenye kanuni, tuangalie tunatengeneza vipi uchaguzi wenye haki ili tupate viongozi walio bora kwenye football. Sawa, bwana huyu ni Nira Juma naye anatupa karata yake katika hili akizungumza namna hiyo, namna gani ambapo kutengeneza nafasi yako ya kuendelea kubaki madarakani. Unaweza kutengeneza kanuni ambazo zitakuwa zinakufavor wewe ili uendelee kubaki madarakani. Unakwenda kuangalia udhaifu wa wapinzani wao utakuwa sehemu gani na sehemu gani ambayo unaweza kwenda kuwashindia. Ndicho kitu ambacho wanafanya watu ambao wako madarakani. Na nadhani pia kuna hiyo changamoto kubwa sana kwenye uongozi wote barani Afrika, na naamini pia inawezekana ni hofu ya kutokujiamini, kwa maana kwamba nikiweka uchaguzi uwe uhuru na haki labda naweza nisipate tena kura kutoka kwa wajumbe. Lakini kama unajiamini, unahitaji kuweza kuweka uchaguzi ambao utakuwa ni fair na haki, ili kuweza kuhakikisha kwamba hata wapiga kura wanapata haki ya kumchagua mtu ambaye wanaamini kwamba huyu ni mtu bora zaidi ambaye anaweza kusimama hapa kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu. Kwa mfano ukiangalia Wallace Karia watu wanamzungumzia, lakini amekuwa na mtu ambaye amekuwa na mafanikio makubwa sana kwenye mpira wetu. Unazungumza Tanzania tumeshiriki mashindano yote ya Afrika ambayo tunahitaji kuweza kushiriki. Tuko AFCON kwa upande wa wanawake, timu yetu ya wanawake itakwenda kushiriki michuano ya AFCON kwa upande wa wanawake kwa maana ya AFCON. Timu yetu ya wanaume imefuzu kushiriki michuano ya AFCON 2025, lakini pia tumepata nafasi ya kuweza kuhosti michuano ya AFCON 2027, tumepata nafasi ya kuhosti michuano ya CHAN 2025 ambayo inafanyika mwezi wa 8. Kwa hiyo ukiangalia kuna vitu vingi sana ambavyo ni positive ambavyo amevifanya Wallace Karia. Kwa binafsi naamini kwenye watu ambao wanakwenda kutunga hizi kanuni hususan za uchaguzi, wanahitaji tu kuweka kanuni ambazo zitakuwa fair. Mwisho wa siku tunaweza tukampata kiongozi ambaye sio bora kama Wallace Karia. Hizi kanuni ambazo zimemweka zitaendelea kubaki kufanya kazi kwa kiongozi ambaye sio bora, na tutakuwa ni ngumu kuweza kumtoa madarakani, kwa kuwa kanuni ambazo zilizopo ni ngumu kuweza kumuondosha yeye madarakani, na huyo kiongozi atakuwa afanye vizuri. Kwa binafsi naamini tumsikie mwakilishi. Yes. Hello. Punguza sauti ya redio yako ndugu yangu tu. Mimi namalizia kwa maana kwamba kwenye eneo kama hili tunahitaji tu kuwa na kanuni ambazo zitakuwa ni fair, kwa maana kwamba tuweze kumpata kiongozi ambaye atakuwa anapatikanika kutokana na mahitaji ya wanachama. Lakini nje hapo tunaamini naweza kawa nampata kiongozi ambaye anapatikanika kwa sababu tu ya mfumo ambao umemkubali au mfumo ambao umemweka ni ngumu kuweza kumtoa. Hiyo ndio changamoto ambayo naiona. Lakini nje hapo nadhani ni ngumu sana kuweza kumpata kiongozi mwingine nje ya mfumo, ambaye mtu ambaye ametoka nje ya mfumo kuweza kuwa kiongozi ni ngumu sana. Zaidi ni wale ambao wako TFF ndio ambao wanaweza kawa narisishana vijiti. Lakini kuna mtu ambaye anaweza kawa na maono makubwa sana kuhusu mpira wetu, ameutazama mpira wetu akiwa nje, kwa anafanya shughuli zingine za kimpira, kwa maana kwamba experience ya kukaa kwenye soka, kuongoza soka kwenye miaka 5 iko nayo. Lakini yeye alikuwa na observe kwenye eneo la club level, kwa maana kwamba alikuwa kiongozi wa club au alikuwa kiongozi kwenye FA. Anaangalia, ameona kwamba kuna matatizo 1 2 3 ambayo yapo na natakiwa kuweza kuya overcome kwa namna hii. Lakini mfumo unawaweka nje watu wa namna hii, tunashindwa kuweza kupata. Mwisho wa siku tunaendelea kupata viongozi ambao waliendelea kuishi kwenye TFF. Kumbuka wakati anapatikanika Wallace Karia, pia kabla ya Wallace Karia kuwa rais wa shirikisho alikuwepo ndani ya TFF. Jamal Marinzi pia wakati anapatikanika alikuwepo kwenye TFF. Kwa tunaendelea kupata viongozi ambao walikuwa wako mure ndani. Hatupati kiongozi ambaye alitoka nje. Labda kwa mfano tumepata kiongozi kama Ali Mayai, hajawahi fanya kazi TFF, ambaye pia nadhani akiwa nje anaona makosa mengi ambayo yanafanyika na shirikisho. Kuna mazuri pia ambayo yamefanyika, kwa maana kwamba anakaa ni namna gani ambavyo anaweza kuyaendeleza haya mazuri ambayo yamefanya na uongozi uliopita, lakini pia ni namna gani ambavyo anaweza kuyapata zile changamoto ambazo kwa anaamini kwamba uongozi ambao ulikuwepo umeshindwa kuweza kuyasolve haya matatizo. Lakini yeye
kutokana kwamba ameobserve kutokea nje na anajua namna gani ambavyo anaweza kwenda kuyasolve. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi naamini tuwe tuna kanuni au katiba ambayo itakuwa iko fair kuweza kumpata kiongozi yoyote ule ambaye atakuwa anastahili aweze kuingia madarakani. Sawa, nimalize nawe Nira, nisikie kutoka kwako kitu cha mwisho katika hili kabla ya kufunga karia katika muda wake na kile ambacho amekifanya, mafanikio ya soka ambayo tumeyapata chini yake. Unaona ni mtu sahihi kuendelea kuwa naye kwa miaka inayofuata? Amefanya mengi mazuri kwenye soka la Tanzania. Ukumbuke tumefuzu World Cup kwa upande wa wanawake kipindi ambacho yeye yupo madarakani, lakini kufanya mazuri haimaanishi kwamba hana mapungufu yake. Lakini yote kwa yote kitu ambacho tunahitaji ni kuwa na kiongozi ambaye anaweza akatufikisha nchi ya hadi ambapo sisi tunatamani. Tunatamani kuona vitu vingi vinabadilika kwenye soka letu. Tunatamani kuona hata usimamiaji wa soka letu unabadilika chini ya bodi ya ligi pamoja na viongozi ambao watachaguliwa kwa pale ndani ya TFF. Kwa mimi nadhani kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nimekifikiria kichwani. Kuna muda tusitamani sana kuweka vitu ambavyo vinaleta ugumu kwenye kila nyanja. Kwa nini tusibadilishe hata hiyo system nzima ya uongozi? Yaani jinsi ambavyo wanapatikana viongozi hata hao wa mikoa kwenye hizo federations za mikoa. Kipindi ambacho TFF inakuwa na uchaguzi wake mkuu na hiyo mikoa inapaswa kuwa ina uchaguzi kuu. Yaani tusivitenganishe hivi vipindi. Unajua matatizo yote Isa yanatokea baada ya kuvitenganisha hivi vipindi. Ndio. Sasa hivi tuna uchaguzi wa rais wa TFF na baadhi ya viongozi wengine pale TFF. Lakini kwenye mikoa hakuna chaguzi yoyote. Hao watu kama Ali alishaweza kuwasimika kipindi cha nyuma, ina maana kwamba hawa ni watu ambao wapo katika cheni yake. Hata kama ikitokea vipi, hawa lazima watamsupport huyo mtu ambaye yupo katika cheni yao. Lakini tungekuwa tunabadilisha hii system kwamba kipindi ambacho unafanyika uchaguzi wa TFF, basi na chaguzi za mikoa zinapaswa kuendelea au zinapaswa kuanza, ili mradi tutengeneze federation mpya kuanzia kwenye hiyo mikoa iliyopo mpaka TFF. Mimi nadhani ingekuwa ni njia rahisi sana ya sisi kuweza kupata viongozi wapya. Lakini shida yani viongozi inatakiwa uchaguzi wa FA utangulie kwa kuwa wao ndio wapiga kula kwenye uchaguzi mkuu. Yani tungebadilisha kila kitu, yani kila kitu kingebadilika. Yani kwa staili hii hatuwezi kupata kiongozi. Tuanze upya. Yes, kwa sababu yani kwa staili hii ambayo tunaenda nao pale TFF. Ndio. Hauwezi ukabadilisha kitu chochote kile. Yani hakuna kinachoweza kubadilika. Kwa sababu ukisema hivyo hali ina maana kuwa kwamba viongozi wa labda tunachukulia federation hizi ndogo ndogo za mikoa wakishachaguliwa, wale watu wanajua wanapita kupitia nguvu ya nani ujue. Sio kwamba hawafahamu. Leo hii aliyokuwa madarakani mkubwa ndo anayetumia nguvu kusupport kwamba leo hii Isa huyu yupo upande wangu, Ali hayupo upande wangu. Kwa hiyo kwenye mkoa wa Iringa nataka apite Isa Suleiman, kwa sababu akipita Isa Suleiman kesho kwenye uchaguzi mkuu wa TFF, huyu ni mtu ambaye tayari nimeshamtengeneza, yupo kwenye cheni yangu, atanisaidia. Ushanielewa? Lakini kama tutakuwa tunabadilisha system nzima ya upigaji kura na watu wenye sifa za kupiga kura watatakiwa kuainishwa kwamba bwana unatakiwa kuwa na vigezo 1 2 3 4 5 ili mradi uweze kuwa mpiga kura ndani ya federation na uwe mpiga kura ndani ya mkoa wako, kuchagua federation ya mkoa wako. Mimi naamini tungeweza kubadilisha vitu vingi vya msingi na soka letu lingeweza kuendelea. Sawa. Bana, kule YouTube channel ya Bongo TZFM ni wengi kweli kweli ambao wanatufuatia.